Naam, safi kabisa mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekuahidi kwamba tutakuwa na mjadala komavu hapa studioni kuhusiana na mustakabali wa elimu nchini, na ambapo tayari wageni wameshafika hapa studioni. Kwa niaba ya Andy Nkilemi nitakuwa nashikilia mjadala huu siku ya leo kuhusiana na masuala ya elimu, na ambaye ameketi karibu nami hapa ni Moses Mbora ambaye ni katibu wa KUPPET katika tawi la Nairobi, na upande wa pili ninaye Tom Nyambeka ambaye ni mtaalam wa elimu na pia ni mwandishi. Na hivyo basi mtazamaji, nitakuwa nahusisha moja kwa moja kuhusiana na masuala ambayo yanaibuka katika sekta ya elimu. Na ikumbuke kwamba orodha ya walimu ambao walikuwa wamepandishwa vyeo imetolewa hivi majuzi jana kama sijakosea, na tume ya huduma za walimu nchini TSC, na ambapo walimu zaidi ya 25,000 walipandishwa vyeo. Na nitakuwa nahusisha tu moja kwa moja wageni hawa ambao wako hapa studioni kuhusiana na masuala ambayo yameibuka kuhusiana na kupandishwa kwa vyeo kwa walimu na masuala mengine mengi ikiwemo e-citizen ambayo inazidi kuleta utata, na pia kuna suala la hisabati. Lakini ningependa kwanza kusikiliza kauli, wacha nianze upande wa pili kule kusikiliza kauli yao kuhusiana na orodha hiyo ambayo ilikuwa imetolewa. Tom Nyambeka, kupandishwa vyeo kwa walimu wa TSC ulizingatia nini hasa? Ninashukuru sana na ninashukuru kwa washikadau katika mchakato mzima wa elimu kwa kuendelea kufuatilia masuala ambayo kwa hakika yanagubika taaluma ambayo ni muhimili mkubwa sana katika taifa la Kenya. Mwanzo niseme kuwa mara nyingi huwa nagubikwa na huzuni wakati ambapo muhimili ama niseme kizingiti kikubwa ambacho kinastahili kushikiliwa na taifa kinapoyumbishwa. Nasema hivyo kwa sababu orodha hii wengi wetu tumeishuhudia ama tumeishtukia tu kwenye mitandao ikisambazwa ikiwa na majina ya wale walimu na nambari zao za usajili kutokana na taasisi ya kutoa huduma kwa walimu. Kwa hivyo niseme kwamba ni jambo ambalo ni la kusikitisha, kwa sababu ikiwa walimu wanapandishwa vyeo na kwa kweli waliweza kutuma maombi ya kuweza kupandishwa, ili ni swala ambalo linastahili kutolewa wazi, washikadau wote wa elimu wakishirikiana washirikishwe, tuwe na vyama vya walimu vimeshirikishwa, wasimamizi wa wazazi katika taifa la Kenya washirikishwe, na jambo hili liweze kuwekwa wazi ili kuweza kuondoa lalama ambazo tutakuwa tunazungumzia tukisonga mbele. Kwa hivyo mwanzo niseme kwamba washikadau hawakuhusishwa katika mchakato mzima. Nadhani hivyo kwa sababu tumeshtukia tu orodha kwenye mitandao ikisambazwa, na labda utaratibu ndio hujawekwa paruanja ili watu waweze kujua ni utaratibu upi ambao ulizingatiwa hadi ikafikiwa kiwango hicho, kwa sababu tayari tushasikia lalama ambapo wengine ambao waliweza kutuma maombi hawajaorodheshwa, wala vigezo na vizio ambao vilikuwa vikizingatiwa na ile tume kuweza kuorodhesha wale walimu haijawekwa wazi. Kwa hivyo suala la uwazi na uwajibikaji bado linagubika ile tume ya kutoa huduma kwa walimu, kwa sababu tukiwa na lalama kama hizi basi lazima kuna tatizo. Naam. Na acha nisikilize kutoka hapa kwa KUPPET. Ni malalamishi gani ambayo walimu walikuwa wamewasilisha kwenu kuhusiana na mchakato mzima huu? Kwanza nashukuru sana kwa kunialika. Karibu sana katika kikao hiki ili tuzungumzie mambo ambayo yanahusu walimu, na hasa yale ambayo yanahusu matatizo ambayo wanazo. Kurudi kwa swali lako kwamba matatizo gani ambayo wanayo ni kuwa walimu wanalalamika kwa sababu wengi wameenda kwa interviews hizi za Teacher Service Commission mara 3, mara 4, mara 5 na hawajawahi kupandishwa vyeo. Kwa hivyo swali
katika hizi interviews nyingi ambazo wameenda ni kuwa wameanguka interview ama ni vipi? Na kama wameanguka, je, TSC inaweza kakuja iwaeleze kwamba haukufanya vizuri hapa? Kwa sababu kulingana na wao, yale maswali ambayo walikuwa wameulizwa walijibu yote, na walitoka huko wakiwa na matarajio katika mioyo yao kwamba wanaenda kupandishwa vyeo. La pili ni kuwa katika orodha ambayo imetolewa, unakuta kuwa kuna watu ambao wako na TSC namba ambazo ni za juu. Tuseme kama mtu ambayo TSC namba yake inaanza na 5 kuendelea mbele ama 4, ilhali wale ambao wako na TSC namba kuanzia 3 hawajapandishwa vyeo. Wale wako na TSC namba kuanzia 2 hawajapandishwa vyeo. Na hawa watu walienda kwa interview. Sasa wanauliza, mimi nimekaa miaka nyingi, yule ambaye yuko na TSC namba kuanzia 2 kuendelea, huyo ni mtu ambaye aliajiriwa hata kabla mimi sijaingia katika chuo mwaka wa 90. Mwaka wa 90 huyo mtu alikuwa ameshaajiriwa. Mtu ambaye yuko na TSC namba 3 series ya kuendelea, huyo ni mtu ambaye ameajiriwa kuanzia mwaka wa 91 kuja 94. Sasa ukipata mtu ambaye anapandishwa cheo yuko na namba series ya namba ambayo ni 5, huyo ni mtu ameajiriwa mwaka wa 2009, 2010, 2011. Iweje mtu ambaye alikuwa ameajiriwa mwaka wa 1993 awachwe wakati wa interview? Wameenda kwa interview moja, mtu ambaye ameajiriwa mwaka wa 2010 achukuliwe kwamba amekuwa promoted. Kwa hivyo hapo wako na shida. La tatu ni kuwa hizi nafasi zinapeanwa katika counties zote ni kama vile ugavi ni kama iko sawa. Sasa tunauliza, Nairobi tuko na walimu wa sekondari karibu 4,000, wa primary karibu 4,600 kwenda 5,000. Lakini saa zile hizi nafasi zinapeanwa sawa. Je, ukipeana kama counties ambazo kama Garissa ambayo iko na walimu wa sekondari chini ya 1,000, sasa tuchukue tu secondary peke yake, alafu upeane nafasi za promotion sawa na Nairobi ambayo iko na walimu 4,000, si hapa unadhulumu walimu wa Nairobi tayari? Kwa sababu nafasi ni chache, walimu wazee ni wengi, alafu competition iko juu. Je, utakapo zawadi watu ambao watakuwa wachache ambao watakuwa wamepata hiyo nafasi Nairobi, watabaki wakiwa wanalalamika. La 4 ni kuwa hii quota system ambayo TSC inafanya, kwa sababu watu ambao wako katika hizi counties ambao ni wengi wanapata nafasi chache, watakuwa wamebaki wamestagnate pale, wako tu mahali pamoja. Sasa inafanya Teacher Service Commission inatoa wale ambao wanakuwa promoted huko nje haraka ndio wanakuja kuwa viongozi Nairobi. Kwa sababu hakuna nafasi saa zile, hakuna muda watu wa Nairobi huwa wanakuwa promoted hata wanaweza kufikia huo uongozi kwa sababu ya hizo shida ambazo nimetoa. Kwa hivyo walimu wana matatizo, na tunasema kwamba Teacher Service Commission lazima igeuze mwenendo wake na njia ya kufanyia walimu promotions. Kuna hoja ambalo Tom alikuwa ametaja hapa kuhusiana na washikadau wote kuhusika. Je, unahisi katika baada ya maombi hayo kutolewa na walimu kwamba wapandishwe vyeo, kulikuwa na ushirikishwaji wa washikadau wote katika sekta ya elimu? Unajua Teacher Service Commission ni independent commission. Kwa hivyo hatuwezi tukawapatia msukumo kwamba lazima mfanye hivi. Lakini wanapofanya makosa lazima tuwaeleze kwamba hapa mmefanya makosa, mnaumiza walimu na mnafanya walimu wanakuwa na motisha ya chini katika kazi. Na pia tuna jinsi tunaweza tukawarekebisha vile nimesema. Badala ya kupeana nafasi sawa katika nchi nzima kwa kila kaunti, wanaweza wakapeana kulingana na walimu ambao wako katika kaunti. Wale ambao katika counties ambazo ziko na walimu wengi wapewe nafasi nyingi. Counties ambazo ziko na walimu chache wapewe nafasi chache. Lingine tena la kurekebisha hiyo ni kuwa wale walimu ambao wamekuwa katika nafasi katika
grade moja kwa miaka nyingi wapewe kipaumbele katika promotions. Sio eti unawachanganya alafu yule mtu ameajiriwa miaka 10 iliyopita anakuwa promoted. Mtu ambaye ameajiriwa miaka 30 iliyopita hajakuwa promoted. Huyo mtu bado atakuwa mwalimu katika darasa kweli? Hawezi kuwa mwalimu na atafanya kazi kwa nia nzuri. Tom, umesikiliza vizuri hapa Moses Pora akijaribu kutoa pendekezo ambalo TSC linafaa kuzingatia. Sijui kauli yako, una kauli tofauti kuhusiana na hili swala ambalo ametaja hapa, hasa kuhusiana na TSC inastahili kufanya nini ili kuhakikisha kwamba kuna usawa? Mwanzo nitasema kwamba ninakubaliana na mwenzangu anavyosema kwamba tume ya kutoa huduma kwa walimu ni tume ambayo ni huru. Kila mmoja anajua hivyo. Lakini sasa tunapozungumzia, nilipokuwa nimeanza kuzungumza nimesema kwamba nina huzuni kwa sababu kuna uvunda ambao umeanza kunyemelea tume hii. Juzi tumeona kwenye masuala ya umma, masuala ya kisiasa, wanasiasa wakizungumzia barua za uajiri wa walimu hadharani kwamba wameweza kupakuliwa barua za kuweza kuwapatia walimu kwenye maeneo yao ya uongozi. Hapo ndipo mimi mwanzo ninaomba kupinga, licha ya kwamba kuna ule uhuru ambao unastahili kuwa kwenye hiyo tume, bado kuna maji ambayo yamevunja kingo na kuingia kwenye tume hiyo. Mwanzo nisisitize kwamba ikiwa kwa kweli tume ya kutoa huduma kwa walimu ni uhuru, huo uhuru uonekane kutokana na utendakazi wake. Vyama vya walimu huwa ni mwavuli mkubwa sana katika taifa la Kenya. Licha ya kwamba tume ya kutoa huduma kwa walimu ina uhuru wake, baada ya kufanya jambo fulani, basi sisi wale ambao tumezama katika tasnia na mchakato mzima wa elimu tutaomba kusukuma kwa upande wetu. Labda mimi ni mzazi katika shule zetu, labda mimi ni mshikadau ambaye nasimamia masuala mengine katika shule mbalimbali humu nchini. Nitaomba vyama vya kuwasimamia walimu wanavyoendelea, ndugu yangu hapa, ni kazi nzuri, wasukume tume ili tuweze kuwa na ule usawa. Nilianza kwa kusema kwamba uwajibikaji, tume iwe huru isiwe huru, uwajibikaji ni swala ambalo huwezi ukalifungia nje, kwa sababu tayari anavyosema mwenzangu hapa, mtu ambaye aliweza kuhitimu kitambo anahitaji ile miaka ambayo ameweza kuhudumu iweze kuzingatiwa katika kupandishwa mamlaka katika kazi, kwa sababu ikiwa ni usaili ambao ulikuwa ulifanywa, maswali ambayo watu walikuwa wakijibu ni yale tu. Itakuwaje sasa baada ya matokeo tupate kwamba kuna yale mapengo ambayo yanajitokeza kutokana na wale walimu ambao waliweza kuenda kwenye usaili? Nina rafiki yangu wa karibu sana ambaye aliweza kushiriki katika usaili huo na ameenda mara nyingi sana. Kila wakati anapokwenda huwa hafaulu na bado miaka yake inaendelea kusonga. Kwa hiyo nitasema kwamba siku zijazo, maoni yangu ni kwamba lalama ambazo sasa hivi zinaendelea hazitoki katika mrengo mmoja kuhusiana na tume ya kuajiri walimu ama kutoa huduma kwa walimu, ili tuweze kujifungamanisha kwenye hili swala la kupandisha walimu mamlaka. Kuna mambo mengi sana ambayo yameweza kuchipua mashimo kwenye hiyo tume. Jambo la kwanza nitasema kwamba siasa isije ikaruhusiwa kuweza kupenyeza nafasi yake katika hii tume ambayo tunaizungumzia, kwa sababu siasa ikiingia, wanasiasa watakuwa wanatumia nafasi hizi ili kuweza kushawishi, kwa sababu sasa hivi tumekaribia msimu wa siasa, mwaka wa 2027 si mbali. Kwa hivyo utapata kwamba kuna wanasiasa ambao kulingana na mahali ambapo wanatoka wanachunguza na kujua ni walimu wepi ambao wameweza kuenda kufanya usaili kwa kutumia mawakala wao tu. Wakishajua, wanatumia nafasi hizo kuwaeleza kwamba sasa sisi ndisi tutawasaidia ili kuweza kupandishwa mamlaka. Na hili ndilo swala ambalo mimi ninaona kwamba tukichezea mihimili ya elimu katika taifa letu la Kenya ili tuanze kuingiza siasa, basi mchakato mzima wa elimu utakuwa umeyumbishwa. Kwa hivyo tuweze kukomesha masuala ya kisiasa kwenye shughuli nzima na mchakato mzima wa masuala ya elimu. Tume ya kutoa huduma kwa walimu iweze kujitanibu na kujiweka mbali zaidi na masuala ambayo yanahusu wanasiasa. La sivyo, wanaumia ni walimu pamoja na wale wanafunzi ambao wako shuleni, kwa sababu tukiendelea hivi utapata kwamba sasa vyama vimeanza kuwashawishi walimu wao kuweza kuingia kwenye maandamano, kwa sababu maandamano yanakubaliwa kihaki.
Na masuala kama hayo yatakuwa yanaathiri nani? Yatakuwa yanaathiri wanafunzi kule shuleni. Bila shaka. Kwa hivyo ni swala ambalo kwa hakika linanitonesha kidonda kweli kweli tunapoendelea kuzungumzia mjadala huu. Nashukuru. Naam. Asante sana kwa kauli nzito. Moses, labda kwa mfano tu tueleze ni kaunti zipi ambazo zimeathirika katika mchakato huu wa upandishaji wa vyeo hasa? Rudia swali lako. Ni kaunti zipi ambazo zimeathirika katika upandishaji wa vyeo wa walimu? Counties nyingi. Kwanza Nairobi ni moja wao. Na zimeathirika kwa nini? Kwa sababu ziko na walimu wengi. Na ndivyo nilivyokuwa nimekuelezea ni kuwa TSC inatoa nafasi sawa katika kaunti zote. Kwa hivyo wanapopeana nafasi kama hizo, zile counties ambazo wazingatie idadi. Wazingatie idadi kila na wale mara. watu ambao wamekuwepo kwa muda mrefu. Yeah. Wazingatie idadi ya walimu katika county na wale walimu wamekuwa katika muda mrefu katika grade moja. Pia kuna wale walimu ambao wamekuwa wana act. Pengine unakuta naibu wa mwalimu alitoka, kuna mwalimu ana act. Mwalimu mkuu alitoka, kuna mwalimu mkuu ana act. Alafu huyu mtu ambaye ana act anaenda kwa interview, anaanguka. Alafu mwalimu mwingine ataletwa kutoka mahali pengine aje akae mwalimu mkuu ama aje akae naibu wa mwalimu. Yule ambaye alikuwa pale atashukishwa cheo kwa sababu alikuwa ana act tu, arudi kwa ile nafasi yake alikuwa hapo awali. Kwa hivyo counties ambazo ziko na walimu wengi ziko nyingi Kenya, Nairobi ikiwa moja wao. Kuna Kiambu, kuna Kisii, kuna Homa Bay, kuna Kakamega, kuna Meru, kuna Tharaka Nithi, Murang'a hapa. Ziko counties nyingi, hata Nakuru. Hizo ni counties ambazo ziko na walimu wengi. Kwa hivyo zimeathirika na walimu wanalalamika. Kuna swala lingine hapa ambalo pia linaendelea kuzua tumbo joto, ikiwemo swala la fedha ambayo TSC ilipewa katika mchakato huu mzima. Inasemekana kwamba ni nusu ilikuwa inafaa bilioni 2, lakini bilioni 1 tu ndio ilitolewa. Pesa inatolewa pale katika bunge wakati wa budget na wabunge ambao wako pale huwa wanapitisha hiyo budget. Hapa nitawahimiza wabunge ambao wako pale katika bunge na hasa wale ambao wako katika committee ya education kwamba saa zile Teacher Service Commission imepeana budget, wasupport hiyo budget ili walimu wafanyiwe promotion ambayo inatakikana. Kama zingine ni za kuajiri walimu, pia walimu wapate kuajiriwa ili ile namba ambayo inatakikana ya walimu katika hii nchi ya Kenya iafikiwe. Kwa hivyo tunataka wale wabunge ambao wako pale parliament, wabunge wote na hasa wale ambao wako katika kamati ya elimu wawe wana support Teacher Service Commission, hiyo budget ya Teacher Service Commission, ili walimu wengi wazidi kufanyiwa promotion. Naam. Tom, mesikiliza vizuri hapa Moses Mbora akijaribu kuelezea kwa mapana na marefu kuhusiana na mgao katika tume ya TSC. Na pia hili linasemekana kwamba huenda pia ilichangia katika mchakato mzima wa kupandisha watu vyeo. Sijui kauli yako ni gani? Najua masuala ya kuajiri walimu na kupandisha vyeo hayajaanza jana wala leo. Ni swala ambalo kwa hakika limefumbiwa macho kwa muda mrefu sana. Naam. Na katika taifa letu tunavyojua ni kwamba mara nyingi masuala yanapoharibika ndipo sisi tunaanza kuzungumza kuyahusu mambo hayo. Mimi ninakumbuka kitambo sana, wakati fulani nikihitaji niweze kuajiriwa na tume ya kutoa huduma kwa walimu. Mwanzo niombe nikurudishe nyuma kidogo kabla ya kuja kwenye mgao wa fedha, ili labda nijaribu kutoa ithibati na kuonyesha jinsi ambavyo suala hili linavyochezwa kulingana na fikira zangu. Ungalipata wakati huo ikiwa unaomba kazi tuseme kama kaunti ya Nairobi, na ile kata ambayo unataka kuomba kazi kwa sababu mnaanza pale chini kwenye sub county, ungalipata kwamba kuna tetesi ambazo zilikuwa zinatembea miaka kadhaa iliyopita kwamba mbunge wa eneo fulani ana barua ambazo anatembea nazo, na naomba kusisitiza hoja hii kwa sababu hapa ndipo shida zinaanzia.
hapa ndipo utapata kwamba migao, hata zile kamati ambazo zinakalia kuweza kutoa maamuzi ya migao ya fedha, unaweza kupata kwamba ufisadi una mipaka, unaweza ukaingia pale. Kwa hivyo najaribu kuzungumzia kitu ambacho nitasisitiza ni uwajibikaji. Kwa hivyo ungalipata wala ambao mumeomba kazi, mumetuma vyeti vyenu, wabunge wanasema kwamba ili kuweza kuajiriwa katika sub county hii lazima kwanza uweze kutoa kitambulisho na kadi yako ya kupiga kura ili kuonyesha kwamba wewe ni mpiga kura wa eneo hilo. Sasa ukipatikana kwamba wewe si mpiga kura hapo, utakosa kazi hiyo licha ya kwamba labda miaka yako imepita. Mwenzangu hapa atakubaliana kwamba pale nje kuna walimu ambao wanakaribia kustaafu na hawajawahi kuajiriwa kwa sababu ya sarakasi hizi ambazo zinaendelea na wanasiasa pamoja na tume ya kutoa huduma kwa walimu. Kwa hivyo utapata kwamba mimi nilikosa kazi hiyo na aliyemaliza nyuma yangu miaka kadhaa akapata ajira. Jambo la pili, kwenye kupandishwa vyeo, utaratibu huo bado utafuatwa kwa sababu lalama ambazo tumezisikia zikitambaa katika taifa la Kenya kwamba wanasiasa wameweza kuchongesha vichwa vyao wakaingia kwenye shughuli hiyo ya kupandisha vyeo, bado utaratibu huo utafuatwa kwamba yule mbunge ataingiza watu wapewe wapandishwe mamlaka kulingana na jinsi ambavyo wanapiga kura. Jambo la tatu, tukienda pale bunge, sasa utapata kwamba nafasi ambazo labda zinatangazwa ama zinakuwa gazetted za kuajiri walimu si zile nafasi ambazo zinastahili kutangazwa kwa sababu tayari wale wabunge na wale ambao wana vyeo washachukua barua kadhaa ambazo tumesikia zikisambazwa. Kama ni promotion tayari wakubwa fulani mahali washapewa nafasi kadhaa ambazo sasa lazima wajaribu kukadiria kile kiwango na labda upate msukumo uko kule, na ile tume haitakuwa na meno ya kuzungumza. Watakuwa wanatangaza vitu ambavyo ukifuatilia havipo kwa sababu ya msukumo. Najua masuala ya fedha uwezi ukaratibisha hela kwa mambo ambayo hayako. Kwa hivyo wao wataratibisha waseme kwamba idadi ya walimu ambao tulikuwa tunapanga kupandisha vyeo ni hawa, idadi ya walimu ambao tulikuwa tunapanga kuajiri ni hawa, lakini kiwango cha fedha hawatataja. Watakuwa wamefinywa kwa sababu hawana uwezo, na hapo ndipo sasa nafasi za shida zinapopata nafasi na hatimaye Wakenya wanapata mambo sivyo ambavyo yanastahili kutekelezwa. Kwa hivyo mapengo haya ambayo nazungumzia yakizibwa ndipo tutaanza kuzungumza kuhusu upandishwaji wa vyeo kwa walimu na ajira ambazo zitakuwa zinafuata utaratibu. Inauma sana. Miaka ya kustaafu kwa walimu inajulikana. Sasa utapata mtu ambaye labda alimaliza kitambo amefikisha miaka 55 na hajaajiriwa. Akiajiriwa atafanya kazi miaka mingapi ndipo aweze kustaafu? Miaka michache sana. Hata hivi vyo mwenzangu ambaye anazungumzia, utapata kwamba kuna watu ambao grades zao zimepanda lakini bado hawajapata nini? Hawajapandishwa. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanastahili kuangaliwa kwa ukali, na mimi bado nitasisitiza kwa wenzangu ambao kwa kweli wanafanya kazi nzuri kuweza kuendelea kusukuma tume ya kutoa huduma kwa walimu. Hasa haya masuala ambayo sasa yameanza kupenya kwa sababu ya siasa. Tukifanya hivyo, tukipiga kelele, basi ndipo tunaweza tukapata kitu kidogo ambacho kinaweza kuwasaidia walimu wetu ambao wanaendelea kuhangaika kule nje. Naam. Sijui kama una kile cha kuongezea. Mbali na masuala hayo ambayo Tom amezungumzia, kuna malalamishi mengine ambayo labda yametolewa na walimu katika KUPPET? Kuelekea kwa mambo ya kuajiri walimu na kuajiri kutumia wanasiasa, hilo ni jambo ambalo tumekataa, kwa sababu tume ya kuajiri walimu, Teacher Service Commission, kazi yake, mandate kuhusu mambo ya kuajiri walimu ni kuajiri, kufanya huyo mwalimu hawe katika hiyo kazi kulingana na sheria, kumpandisha vyeo, na iwapo kuna mambo ya kuadhibu mwalimu ikiwa amefanya kosa, basi apelekwe katika
procedure ya kufanyia mtu nidhamu. Kwa hivyo kama Teacher Service Commission ndio inaweza kuwa Teacher Service Commission ambayo inaadhibu mwalimu anapokosa, ndio the same one ambayo inaweza kapeana mwanasiasa barua kwenda kupeana watu katika matanga na katika na mahali pa siasa, tunashangaa. Na pia saa zile watu wanaajiriwa kulingana na stakabadhi ambazo mtu ametoa na zikadhibitishwa kwamba ni za haki. Je, saa zile huyu mtu ambaye ni mwanasiasa, ndugu ama dada ambaye ni mwanasiasa, anapeana hizi barua pale wakati wa siasa, utajuaje kwamba huyu mtu alinunua certificate River Road? Huyu mtu ambaye unampatia barua ya kwenda kuajiriwa, na huyu ambaye amenunua amenunua barua ya kuja kazini ama amepewa na mwanasiasa, anapofika pale shuleni atatangamana na walimu wenzake kufanya kazi? Atatangamana na walimu wenzake, hasa wale ambao wamenunua kazi. Ataona yeye amenunua kazi, unamwambia kitu gani? Yule ambaye ametoka kwa mwanasiasa pia anasema mimi ninajua watu wa juu, sasa wewe unaniambia nini hii shule? Yes. Kwa hivyo inatakikana kwamba hawa wanasiasa wajue hatari ambayo iko katika huo mtindo ambao wanayo. Wale walimu ambao wanapeana hizi barua waende kwa shule kwamba wameajiriwa, wanafundisha watoto ambao ni watoto ambao wanatoka kwa wale wapiga kura wao. Wataadhiri hawa watoto, na watoto watakuwa very useless, kwa sababu huyu ni mtu ambaye amepewa barua, hata kuwa na haja ya kazi. Yes, yeye yuko hapo kupata mshahara na kudhibitishia kwamba yeye anajua wanasiasa. Na mara nyingi utapata kwamba hao ni watu ambao mara nyingi wako na discipline problems hata kwa kazi. Hawathamini kazi. Wako hapo na siasa zao ndogo ndogo na kukudhibitishia kwamba yeye anajua mwanasiasa. Tumesikiliza vizuri hapa Moses Pora, katibu wa KUPPET, akizungumzia kwa kina zaidi kuhusiana na changamoto ambayo inakumba sekta hiyo. Vyama vya walimu vimekuwa vikizozana na mwajiri wao TSC. Ningependa kusikiliza kauli yako kisha nisikilize kutoka kwake Moses. Kwa miaka sasa, kwa mtazamo wako, ni kipi kinastahili kufanyika ili kuhakikisha kwamba kunakuwa na ushirikiano sawa kati ya vyama vya walimu na TSC? Na tumai kisheria licha ya kwamba tunazungumzia uhuru wa hiyo tume, masuala yao hayaishi kwenye ombwe ama kwenye vacuum, kwamba baada ya wao kutoa maamuzi sasa yakaishia pale kwenye hiyo tume. Jambo la kushirikishwa kwa vyama vya walimu ni swala ambalo linastahili kuja tu moja kwa moja, kwa sababu wale wasimamizi ambao wanaendesha tume ya kutoa huduma kwa walimu wanajua kwamba vyama vya walimu vipo na kuna viongozi wao. Tatizo limekuwa kwamba tume imekuwa ikiongozwa, niseme hivyo, kwa kutumia kifua, kwamba wanapuuza kila mtu, wanapuuza hata wale viongozi wa vyama vya walimu. Na swala hili limesababishia sasa, nilivyosema, kwamba mateso ni watoto wetu, mateso ni wazazi wetu. Itakuwa siku njema wakati ambapo msimamizi, yule mkurugenzi ambaye anasimamia masuala ya walimu kwenye tume ya huduma kwa walimu, atakapoanza kushirikisha wale viongozi. Sababu mimi ninaamini kwamba licha ya ule ubabe wa kuonyesha kwamba mtu ana cheo, masuala makubwa kama haya ambayo tunazungumzia wakati huu yanaweza kupata suluhu wakati ambapo watu wanaketi pamoja wakazungumza. Wao waweze kufanya kazi yao kwa uhuru wao, lakini wanaposikia lalama kama hizi, basi pia wawe tayari kuweza kusikiliza walimu kupitia kwa wale wasimamizi wa vyama vya walimu. Tusipofanya hivyo, nadhani pengo hili litaendelea kupanuka, na baadaye basi muhimili mkubwa wa elimu utakuja kuanguka, na wakati huo mambo mengi yatakuwa yameharibika. Kwa hivyo vile mimi nitaongeza, kwa sababu uelewa wangu na nafasi yangu katika masuala ya walimu labda si pana sana ilivyo kwa ndugu yangu ambaye ni msimamizi wa vyama vya walimu. Nitajaribu kusonga mbali kidogo, nitaje swala la ukabila, sababu najaribu kuunganisha hoja zangu ambazo nilikuwa nimezitoa mwanzo kutokana na ajira na upandishwaji wa vyeo kwa walimu.
Swala la ukabila bado linaendelea kupenya katika tasnia, sekta nzima ya elimu, kwa sababu tunapozungumzia sasa kama ni kushirikisha watu, kama tume inataka kushirikisha, kwanza labda utapata kuna wale ambao wanaangalia huyu msimamizi wa walimu anatoka katika kabila gani, huyu mwalimu ambaye anatafuta ajira anatoka katika kabila gani, huyu mwalimu ambaye anaomba kupandishwa cheo anatoka katika kabila gani. Mambo kama haya yatakuja kupanua mapengo katika sekta ya elimu, na baadaye tutakuja kuporomoka tukaanguka, sababu bila elimu hatuna sekta yoyote ambayo inaweza ikaendelea, kwa sababu maarifa ambayo watu wanapata kutokana na hii sekta ndiyo yanaendesha taifa, na hayo maarifa ndiyo fedha ambazo tunaweza tukapata maisha mazuri ya kuishi. Kwa hivyo niseme mapengo ambayo yamedhihirika kwa muda mrefu kutokana na tume ya kutoa huduma kwa walimu na vile vyama vya walimu ni ule tu kuonyesha kwamba mimi ni mimi na wewe ni wewe. Mimi ndimi nimekalia kigoda, hakuna kitu ambacho utanieleza. Na sasa hivi pahali ambapo sekta ya elimu imefika, kila mmoja anaona kwamba kuna shida. Na tukiendelea kuzungumza kwenye safu kama hizi, ni matumaini yangu kwamba Mwenyezi Mungu atakuja kufika pahali fulani aweze kutuhurumia na aweze kukiokoa kizazi ambacho sasa hivi tunaendelea kukipigania. Sababu shida hizi zote, mimi ninaamini kwamba anayegubikwa na shida kubwa ni yule mtoto ambaye anasoma katika shule zetu. Sababu elimu ni kitu gani? Ni shule. Shule ni kitu gani? Ni wale walimu ambao tunawazungumzia. Na alivyosema ndugu yangu hapa ni kwamba sasa mimi ninashindwa, tunapoendelea sasa hawa wakizungumza hivi wakasema kwamba tume ya kutoa huduma kwa walimu inafanya makosa, labda utapata kesho anatafutwa, mbona ulikuwa unazungumza hivi kwenye vyombo vya habari. Ule uwajibikaji bado unakosa katika utendakazi wetu. Unaona sasa. Kwa hivyo ikiwa tume ambayo inastahili kuchunga wanafunzi ambao wanasoma katika shule, inastahili kutetea walimu, inastahili kusimama na walimu, kwa sababu mwalimu akiulizwa msimamizi wako ni nani, atasema ni tume ya kutoa huduma kwa walimu, TSC. Lakini ukipata sasa mzazi ndiye anamnyonga mtoto ambaye alijifungua, basi yule mtoto hatakuwa na nafasi ya kupumua na tutakuwa na tatizo kubwa sana. Na hatapata haki. Hatapata haki. Naam, nitarejea kwako Moses. Kidogo tu wacha tusikilize kauli za wananchi hasa kutoka kaunti ya Nakuru, ambapo tutaungana na mwandishi wetu Chichi Josephine. Kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, Chichi, hebu tueleze tu kwa mapana na marefu kuhusiana na donda sugu ambalo linazingira sekta ya elimu nchini. Kirubi, itakumbukwa kuwa migomo ya awali ya KUPPET ilikuwa ni kuhitaji ile tume ya TSC kuweza kuwapandisha vyeo baadhi ya walimu ambao walihisi kwamba wamekuwa kwenye vyeo ama wamekuwa kwenye nafasi za walimu kwa muda mrefu sana, na hivyo basi walihitaji kupandishwa ngazi. Na hivyo basi hapo awali pia notisi ya TSC ikaweza kutoa ama kuorodhesha nafasi za kuweza kuwapandisha vyeo walimu wa shule za upili na shule za misingi, ambapo ni nafasi ya watu 25,000. Na hivyo basi hii leo nitakuwa nikizungumza na mwenyekiti wa KUPPET hapa katika kaunti ya Nakuru aweze kunieleza swala zima la kuweza kuwapandisha vyeo walimu linakaa vipi, maana kuna wengi ambao wamesema kwamba shughuli zima imeweza kuwa ya kuweza kuingiliwa kati, na hivyo basi haijaweza kuwa ni shughuli ambayo ina uhaki. Hivyo basi niruhusu tu nizungumze naye, labda unieleze jina lako kwa ajili ya mtazamaji na unieleze shughuli zima ya kuweza kupandisha vyeo kwa walimu wote wa shule za msingi na shule za upili kuna kaa vipi kwako kama mwenyekiti? Jina langu ni Simon Waita, mwenyekiti wa chama cha KUPPET katika kaunti ya Nakuru. Na hivi leo tuko hapa tunalalamika kwa sababu ya ile list ambayo imeweza kutolewa na Teacher Service Commission kwa zile promotion ama kupandishwa vyeo kwa walimu ambayo imetolewa. Jambo la kwanza, walimu wanauliza ni utaratibu gani ama kriteria gani imeweza kutumika kuwapandisha walimu vyeo, kwa sababu tukiangalia tunaona kwamba maeneo ambayo yana walimu wengi ambao wangefaa kupandishwa vyeo kama vile Nakuru yamenyimwa nafasi, huku maeneo kama Mandera ambayo yana uhaba wa walimu wakiweza kupewa nafasi nyingi. Pia tunaangalia tunaona kwamba kuna wale walimu ambao walikuwa wamepandishwa vyeo juzi. Kuna mwalimu ambaye tumepata amepandishwa cheo miezi 6 iliyopita na sasa amepandishwa cheo tena. Lakini tukiangalia kuna walimu wamekaa hadi miaka 10, miaka 20 na hawajaweza kupandishwa vyeo. Pia tunalalamika kwa sababu tunaona kuna wale walimu ambao
walianza kazi kitambo, walimu wengine wako namba yao ya TSC imeanza 300 na hawajaweza kupata nafasi, lakini wale ambao wako namba 700 tunaona wamepewa nafasi. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna dhulma ambayo inaendelezwa na Teacher Service Commission, na hata inapopanga leo kukutana na kamati ya bunge kuhusu elimu, tunaona kwamba hilo ni jambo ambalo wabunge wanafaa kuliangazia ili waweze kuondolea ama kutupilia mbali ule utaratibu ambao umetumika. Jambo lingine ni kwamba tunaona kuna shule nyingi ambazo hazina deputy principals na principals, ili hali ikifika ni kupandisha vyeo tunaona nafasi zile hawawezi kupewa, wananyimwa. Alafu pia tunaangalia wale walimu ambao they are teachers living with disabilities. Katika shule za msingi wamepewa nafasi nyingi, lakini ikifika shule za upili nimeona kwamba kama C3 tumeweza kuona ni walimu 3 tu ama 2 ambao wameweza kupewa cheo. Kwa hivyo tunalalamika sana tukiuliza ni kwa nini pia nafasi ambazo zilifaa kujazwa, nafasi 381 ambazo zilikuwa zimetangazwa bado hazijajazwa. Kwa hivyo kama sisi tunaona ni hujuma kubwa, na tunaona serikali inaelekea katika kupeana vyeo, inaelekea kama vile wamefanya katika kuajiri walimu, kwamba barua zinatolewa kule State House, wabunge ndio wanatembea na barua wakiitisha 200,000, 500,000 ili waweze kupatia walimu. Kwa hivyo tunakashifu kitendo cha TSC, na hata yule katibu mkuu ama secretary anapoenda kupumzika katika kustaafu kwake, tunasema serikali iweze kuleta mtu ambaye ataweza kujali maslahi ya walimu. Shukrani sana mwenyekiti kwa kauli yako kwa ufupi sana kuhusiana na shughuli zima ya kuweza kupandisha vyeo. Labda tueleze jina lako. Kwa majina naitwa Ann Langat. I'm the Secretary Secondary of Kuppet, Nakuru County. Nataka kuambia TSC that the criteria that they are using to promote the teachers, it is very unfair. Unapata mwalimu amestagnate in one job group for even 7 years, 10 years, and he or she is not being promoted. We are wondering what criteria this TSC are using. We want to tell the TSC, and we have always said this, after a teacher has stayed in one job group for 3 years, can that teacher be promoted automatically? Why are these teachers being exposed to these interviews? We are saying as Nakuru Kuppet, we are against these interviews, and we are saying, can the teachers be promoted automatically after every 3 years in one job group? Teachers power. Nakuru power. So we are telling the TSC, why are they coming up with the marking scheme? They are saying they want the teachers to have done to be in the marking, to have done the marking, and they are not considering that. Teachers have acted in the deputies' offices, and they are not being promoted. We are telling the teachers, enough. The TSC, enough is enough, and we want our teachers to be promoted. Nakuru power. Labda Bi Chelangat, tueleze wewe unahisi vipi kuhusiana na mchakato mzima wa kuweza kuwapandisha vyeo walimu? Jina langu ni Nancy Chelangat, Secretary Gender Nakuru. Vile ninasikia nimekasirika. Na walimu wa Nakuru wamekasirika. Sababu siku yenye walimu walienda interview, waliambiwa wapepe certificates, hakuna interview walifanyishwa. Na walikuwa anasema wanaangalia age, miaka yenye mtu amekaa. Kwa station yangu kuna mwalimu anaenda retire next year. Namba yake ni 315. Alienda interview na hakuna promotion yenye alipata. Amekaa kwa hiyo job group for 15 years. This is not fair. We want to test the TSC. The secretary of the TSC, as you exit, know that you have killed the teachers of Kenya. We are very disappointed as teachers of Kenya because the teachers, they have no morale even of going to class. They have no reason for going to class because we were subjected to interviews. You get a lot of papers. There are a lot of requirements for the interview. And then you go for the interview. The teachers who drunk the interview, like in my station, there were 30 teachers. It is only one teacher who got promoted. We produce results in this school, but the results, they are no longer required even for promotion. So we are disappointed. What we want to say is that we are disappointed as the teachers of Nakuru because of the subjection that we have been subjected for several interviews and we have never been promoted. The teachers are crying. The teachers are demotivated. And we are asking the TSC, or we are asking the members of the committee in education, as they meet with the TSC, they have to ask them the criteria that they use to promote the teachers. We congratulate
congratulate the teachers who were promoted. And what we are saying is for the committee in parliament or the parliament, they should allocate more money for the teachers so that we can have more teachers being promoted. When you go to the schools, we don't have deputy principals, we don't have principals, and yet there were no teachers who were promoted. So what we are saying is, as we stand here today, we are disappointed with the TSC, and we are disappointed as teachers from Nakuru. Kuppet power! Nakuru power! Thank you so much. Na shukrani sana. Hivyo basi Kerobi elewa kwamba ni lalama kutoka kwa wale ambao ni walimu na pamoja na wanachama wa Kuppet hapa katika kaunti ya Nakuru, wakielezea kuwa shughuli zima ya kuweza kupandishwa vyeo kwa baadhi ya walimu kama kwa walimu hakuja kuwa kukionekana kuwa huru, na hivyo basi wanasema kwamba wameweza tu kugadhabishwa na TSC, tume ya kuweza kuajili walimu. Hivyo basi wakielewa kwamba wengi walikuwa wametuma ombi ama maombi ya kuweza kupandishwa vyeo, lakini kile ambacho kinaendelea hadi sasa hakijaweza kuwa kikiwafurahisha kama walimu. Hivyo basi niruhusu tu niweze kuzolea ama kuingilia ndani ama kuweza kuona iwapo walimu hao wana mengi ya kuzungumzia kuhusiana na swala hili, wakati ambapo labda unaendeleza mjadala kwenye studio zetu. Kutoka kwangu sina la ziada. Kerobi Usukani, mimi ni Chichi Josephine. Sana Chichi Josephine, ukiwa katika kaunti ya Nakuru kwa kuwahusisha walimu pamoja na wakuu katika vyama ya Kuppet katika tawi la kaunti ya Nakuru. Nitarejea kwake hapa Moses Mbora kuhusiana na malalamishi ambayo yametolewa pale. Naam. Hayo malalamishi ambayo umesikia hapo ni kama marudio ya mambo yote ambayo nilikuwa nimeshakwambia. Naam. Kuwa Teacher Service Commission haifanyi kazi yake ipasavyo. Na walimu wako na hasira kwa sababu ya zile shida ambazo wanapitia. Wanaona advertisement imefanywa, wana apply. Wale ambao wamekuwa miaka nyingi katika kazi hawawi promoted. Hawa ni watu ambao wataretire karibuni na wataenda nyumbani kwa grade ya chini na watapata pension chini sana. Kwa hivyo ni mtu ambaye ataishi maisha ya uchochole, maisha ambayo hayana thamani baada ya kuhudumia serikali kwa zaidi ya miaka 35. Ni kama Teacher Service Commission ni kama Teacher Service Commission inalaani walimu. Hata sijui ninaweza nikasema nini, lakini wacha niseme kuwa nichukue hii nafasi. Kwa wale ambao walikuwa promoted, tumewapatia hongera. Ili tusiwe tunalalamika tu na hatuoni wale ambao walikuwa wamekuwa promoted kwamba ni watu ambao wanaistahili kupongezwa. Kwa hivyo pongezi kwa kila mmoja ambaye alikuwa amekuwa promoted. Lalama zetu ni kwa Teacher Service Commission, sio wale ambao wamekuwa promoted. Ulikuwa umeuliza swali la maana na mimi nataka kurudi hapo. Ulisema uhusiano kati ya Teacher Service Commission na union inatakikana ijengwe kivipi? Na ijengwe vipi? Naam. Naam. Nataka kukueleza hivi kwamba uhusiano kati ya Teacher Service Commission na chama cha Kuppet, NAT, hata kuna KUSNET, chama chochote cha walimu ni cha kisheria. Katika Constitution ya Kenya, katiba ya Kenya, article 44 imeanka unions katika hiyo article kwamba wafanyikazi wako na uhuru wa kubuni chama na kuwa na activities katika hiyo chama na hata kwenda strike. Uhusiano huo ni wa kikatiba. Kuna uhusiano kulingana na Employment Act. Kuna uhusiano kulingana na Labor Relations Act ambayo ina govern mambo ya unions. Kuna uhusiano kulingana na Industrial Court Act. Na hiyo, unajua wakati unions zimekuwa na CBA na mwajiri, hiyo CBA inakuwa registered kwa Industrial Court. Kwa hivyo huo uhusiano uko hapo. Kuna uhusiano kulingana na mambo ya occupational health and safety ya wafanyikazi. Kuna mambo kulingana na international conventions za ILO na nyingine. Kuna TSC Act na kuna TSC regulations. Kwa hivyo kuna uhusiano wa kisheria. Alafu ukija tena katika uhusiano
kati ya Teacher Service Commission na kila union kuna kitu ambacho kinaitwa recognition agreement. Naam. Huo uhusiano umesema vile Teacher Service Commission na KUPPET ama na chama chochote cha walimu kinahusiana nacho. Now, katika mambo ya uajiri ya walimu, malipo na zile conditions ambazo wanafanya kazi, pia kuna collective bargaining agreement ambayo katika uhusiano wetu na Teacher Service Commission huwa inafanywa baada ya miaka 4. Hata sasa tunapozungumza Teacher Service Commission na KUPPET, NAT na vyama vingine vinazungumzia jinsi ambavyo malipo na marupurupu hivi tunavyoenda mbele yatakuwa kuanzia mwezi wa 7 kwenda mbele, na tuna matumaini kwamba walimu wataongezwa mshahara. Mambo ambayo yatahusiana na promotions pia zitawekwa hapo. Lakini kitu ambacho kimetufinya sana, ambacho kinaleta uhusiano ambacho ni chachu, bitter or sour relationship, kuna kitu ambacho kiko TSC inatumia ambayo inaitwa Career Progression Guideline, ambapo TSC inatumia kupeana walimu promotions kama chanjo. Ushaona chanjo inapeanwa kama uji kwa njele ama kwa kikombe? Chanjo ni katone, ama kama ni ile ya kudungwa ni kitu kidogo tu unadungwa hapo alafu umechanjwa kama ni chanjo ya ugonjwa fulani. Kwa hivyo Teacher Service Commission inatumia Career Progression Guideline kuadhibu walimu kwamba watu watakuwa promoted wakati principals kadhaa wameretire, wameenda nyumbani, wengine wamewekwa hapo wana act. Sasa zile nafasi zimebaki ndio huo mwanya ndio unazibwa. TSC haijawahi kupanga katika miaka kadhaa, nafikiria kuanzia 2017 hadi sasa, kupandisha watu vyeo ili kuwe na succession plan, ili mbora anapotoka, mimi nikiwa mwalimu na pengine ni mwalimu mkuu, hata kama niseme chief principal, ninapotoka pale basi hatutakuwa na haja ya kufanyia mtu interview, tutachukua tu ndugu yangu hapa tumpandishe, alafu mwingine ambayo alikuwa kwa katika grade yake tupandishe hapo, na mwingine tupandishe hivyo bila kutangaza, ili sasa interview ifanywe. Mtu anaweza kauliza, je, unions katika hizi miaka zote imeona shida kama hii, wamefanya nini? Nataka kueleza kwamba, na kueleza Wakenya wote, walimu pia wakiwa miongoni mwao, kuwa tulishaambia TSC sio mara moja, mara mbili, mara kadhaa kwamba hii Career Progression Guideline kama inaweza katupwa katika mali takataka zinatupwa Dandora, iende katupwe huko na isiwahi kutumika tena. Itupwe na isiwahi kutumika tena. La pili, tunataka walimu wapandishwe vyeo, kujenga succession plan ya uongozi ya walimu katika uajiri wa Teacher Service Commission. Lakini wasiwe wanapandishwa vyeo tu. Pia tumesema kuwa walimu wapandishwe vyeo mpaka D3, grade ya D3. Hapo ndio walimu, ndio grade ya chini ya principal. Walimu wapandishwe vyeo mpaka hapo, hata akiwa darasani. Ili nafasi inapotokea mahali, anaweza akachukuliwa kutoka darasani aende akawekwe nafasi fulani. Kwa sasa Teacher Service Commission inasema ili uende D1 lazima kuwe na nafasi imetokea. Lakini sisi tunasema TSC ijenge succession plan. Na isijenge tu mpaka izuie watu kwa C5, grade ya C5. Watu waende mpaka D3. Lingine ambalo tunasema TSC iko na grades nyingi, na kila grade iko na zinaitwa ranks. Hizo ngazi ziko nyingi sana. TSC punguze hizo grades. Kama umeajiriwa leo, miaka 3 umeenda ile umepandishwa ngazi, huwa ni kupandishwa bila kufanya interview baada ya miaka 3. Baada ya miaka zingine 3 unapo qualify kwenda interview, basi isimalize miaka 15 ama miaka 20 ndio qualify kwenda kuwa mwalimu mkuu. Zipunguzwe hizi grades ambazo ziko hapa. Naam. Yes.
Kama mtu anaweza akakuwa mwalimu mkuu ama deputy baada ya miaka 6 ya kuajiriwa, ni sawa. Naam. Mwalimu huyo ni mwalimu ambaye amekomaa tayari katika kazi. Naam. Na ya nini angoje miaka 20 ndio akae mwalimu mkuu ama miaka 30? Hamna haja. Naam. Naam. Shikilia hapo, nitakuwa narejea kwako Tom Nyambeka, lakini kwa sasa wacha tusikilize maoni ya wakazi hasa katika kaunti ya Taita Taveta. Tuungane naye Julius Mariki atujuze mengi zaidi, kisha nitakuwa narejea hapa studioni kwa mengi zaidi, ikiwemo swala la ulipaji wa karo katika mtandao wa eCitizen na mambo mengine tu ambayo yanaendelea kukumba sekta ya elimu. Na shukrani sana Andrin Kileme kutoka studioni, na leo hapa mjini Voi nimeungana na baadhi ya wakazi kuzungumzia swala nzima la kuhusiana na mfumo wa CBC ambapo ni mtaala mpya, na tunauliza kuhusiana na swala nzima la hisabati. Je, iwe ya hiari ama iwe ya lazima? Pengine tuanze na wewe kaka, karibu kwenye TV47. Moja kwa moja, maoni yako ni gani? Kwa maoni yangu nasema hesabu ndio maisha. Hesabu iwe ya lazima shuleni, kwa sababu kila jambo unalolifanya katika huu ulimwengu unalifanya kwa mahesabu. Kwa mfano kama mtu wa pikipiki akiweka mafuta, anaweka mafuta, anajua lita ngapi zitampeleka paka wapi, hayo ni mahesabu. Mpishi kama anapika, hiyo ni pilau, anahesabu hii pilau ni watu 20, anaweka kilo ngapi za mchele, mafuta kiasi gani. Kwa hivyo mathematics is life. Kwa hivyo hesabu iwe ya lazima. Asante sana. Maoni yangu. Asante sana. Pengine kaka, karibu hapa hivyo tueleze pengine maoni yako wewe ni gani? Asante sana. Mimi naitwa Dickson Ombos. Naitwa Dickson Ombos, alafu mimi nimesoma. Mimi ni Gen Z, napenda hivyo. Maths is life. Mimi nafanya kazi ya bodaboda, bila hesabu hautafanya hata hiyo kazi. Tayari, alafu tukikuja huko shule mathematics, kama mimi nimekuwa kwa applied science, mimi ni lab technician. So maths ni compulsory, lazima ujue maths ndio ujue ku prepare hata hizo chemicals ama nini. So maths is life. Asante sana. Abo, karibu hapa utueleze pengine wewe katika umri wako ungeshauri vipi kuhusiana na syllabus hii mpya? Je, hisabati iwe lazima ama iwe hiari? Mimi kwa majina ni Joseph Mshila. Tazama pale kwa kamera. Kwa majina ni Joseph Mshila. Na mimi nashangaa swali hili kuulizwa la hisabati. Hisabati ni ya lazima. Hata shuleni mahali tumesoma tulikuwa tunafanyia mahesabu haya. Mahesabu. Somo la mahesabu kwanza liwe la kwanza, alafu mengine yafuate. Na lingine ambalo ni ombi langu ni kwamba hata lugha ya mama ingekuwa inafunzwa shuleni. Hata lugha ya mama ifunzwe shuleni. Asante. Karibu kaka hapa utueleze maoni yako ni gani? Tunaona wewe ni mhudumu wa pikipiki. Tueleze hisabati iwe lazima ama ya hiari? Nashukuru sana Bwana Mariki, na mimi kwa majina naitwa Wycliffe Juma, na nashukuru sana kwa sababu na singetaka ifikie hapa kwa sababu ya mambo ya hisabati. Ningependelea jambo la hisabati, somo la hisabati liache vile lilivyo. Afadhali mengine yawe na upungufu kidogo, lakini kwa hisabati hapo ndipo kuna jambo kubwa ambalo ni la muhimu sana, ili hisabati. Kwa hivyo wasijaribu kugusa hapo. Mengine wafanye vile kufanya. Lakini katika somo la hisabati hichi ni kiungo muhimu sana tunachotukuza sisi hadi paka sisi utulivu. Kwa hivyo hisabati iache vile ilivyo, wasijaribu kugusa. Iwachwe, isiguswe. Karibu kaka, pengine unayo maoni mengine ama unahisi vipi wewe kuhusiana na swala hili? Niko na maoni. Mimi nianze kwa majina, naitwa Flavian Mwamburi Msengo, ni mwalimu. Kwa upande wangu siwezi nikakubali ya kwamba hisabati itolewe, sababu hii ni kama chemsha bongo. Mwanafunzi bila mahesabu, huyo hakuna chochote atakuwa anafanya kwa hiyo darasa. So hesabu ibaki, iendelee, na mwenye anakuja na hiyo dhana potofu aende mbali huko, kwa sababu hata yeye mwenyewe alisoma hisabati, ndio maana kwa mahali ambapo amefikia leo hii. Asante sana, haya ndio yangu kwa leo. Asante sana. Naam, ukisikia ni maoni tu kuhusu swala nzima la hisabati iwe lazima ama hiari, ndio maoni ya wakazi katika kaunti ya Taita Taveta. Naregesha usukani kwako studioni. Mimi ni Julius Mariki, kaunti hii ya Taita Taveta.
Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani. Tunakupa matangazo ya aina yake, kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado hapa ndipo. What are sports all about? Winning, fighting, scoring. We say they're about never giving up. The most exciting sports stories about people, their passions, and their drive. Sports Life. Naam, karibu tena mtazamaji, ni kujuze mengi zaidi hasa kuhusiana na changamoto ambazo zinakumba sekta ya elimu. Nitarejea kwake Tom Nyambeka ambaye ni mtaalam wa elimu na pia ni mwandishi, na ningependa kusikiliza kauli yake Tom kuhusiana na swala ambalo hivi sasa limeendelea kugonga vichwa vya habari, ambapo wanafunzi wanatakiwa kulipa karo kupitia mtandao wa eCitizen. Sijui kauli yako ni gani kuhusiana na hilo? Na tumai swala hili halijaanza leo. Nakumbuka liliweza kudokezwa kitambo, na kuna wakati ambapo tulikuwa na mjadala kama huu kwenye safu mbalimbali. Naam. Na kwa asilimia kubwa tukaona kwamba huo ni mfumo ambao utakuja na changamoto nyingi, hasa ikizingatiwa kwamba unapo haulisha mfumo mmoja kwenda mwingine, lazima mtu ujaribu kuangalia kuna ubora gani ambao umekuwa ukipitiwa kwenye mfumo wa kwanza na kuna mapungufu kiasi gani. Basi pakitokea mapungufu ni mengi, ndipo unaweza kubadilisha mfumo. Nadhani ni swala ambalo bado linafungamanishwa na masuala ambayo tumekuwa tukizungumzia kutokana na changamoto ambazo zinagubika tume ya kutoa huduma kwa walimu. Ndilo swala ambalo bado linaendelezwa kwamba katika shughuli zetu, ama niseme katika sekta ya elimu, mambo mengi yanafanywa bila kuhusisha washikadau ambao wanastahili kuhusishwa. Ni mawakala wangapi ambao walitumwa katika shule zetu, wakakutana na kamati za shule, wakakutana na walimu, wakajadiliana ili kuweza kukusanya maoni. Najua swala hili linaathiri umma, linaathiri wazazi. Wazazi wangapi ambao waliweza kushirikishwa, wakatoa maoni, ndipo sasa tuweze kuhaulisha mfumo huu wa kulipa fedha kwenye mtandao wa eCitizen. Jambo la kwanza ambalo tunastahili kujikumbusha na kuweza kufikiria sana ni kwamba mifumo inaathiriwa na maeneo. Tukizungumzia eneo la Nairobi ambapo labda miundombinu na miundo misingi imeimarika kidogo, unaweza ukazungumzia swala hilo. Lakini tunapozungumza sasa hivi, baadhi ya maeneo katika taifa la Kenya hayajawahi kuona hata mwangaza wa umeme. Hawana stima, hawana barabara za kupita. Sasa utaanzaje kuwazungumzia kuhusu simu? Na labda simu wanaiona kwenye ndoto. Ili mtu aweze kulipa pesa kupitia kwenye mtandao wa eCitizen, lazima kwanza uwe na kifaa cha kidijitali. Sababu lazima mwanzo uweze kufungua account, ndipo uweze kulipa pesa hizi. Kwa hivyo jambo la kwanza, viwango vya uchumi na uwezo wa mwananchi hujafikia kiwango ambacho taifa la Kenya kwa wakati huu tunaweza kumaliza kabisa mfumo wa kulipa pesa kule shuleni ama kutumia mbinu nyingine. Ni suala ambalo kwa mtazamo wangu ningalishauri wala ambao wanalishabikia swala hilo kuweza kuchukua utaratibu. Kuwe na nafasi mbili
Yule ambaye anaweza kulipa kupitia kwenye huo mfumo wa e-Citizen afanye hivyo. Wala ambao hawawezi kulipa waweze kupewa mfumo mbadala ambao wanaweza kutumia, ili tusije tukaanza kuleta tena lalama kwenye sekta ya elimu. Natumai kufikia sasa hivi, ikiwa kweli kiongozi ambaye anaketi mahali fulani anatutazama, anafika wakati fulani aanza kuwahurumia wazazi, aanza kuwahurumia wanafunzi, aanza kuwahurumia walimu, kwa sababu changamoto ngapi ambazo sasa hivi tunazungumzia kwenye sekta ya elimu ni nyingi tu. Walimu wanaporwa katika misingi ya kupewa barua gushi za ajira, kupandishwa mamlaka, ndio haya tunazungumzia. Mfumo wa CBC hujapiga hatua yoyote. Hapa tuko tunazungumzia mfumo wa e-Citizen. Nadhani kwamba mwangata mawili moja umuponyoka. Tutaumiza taifa letu, tutaumiza sekta ya elimu. Jambo la pili, mzazi ambaye amekuwa akitegemea shule katika misingi ya kupeleka kuni, sababu baadhi yetu tulisomea kuni kule mashinani. Mzazi angaliweza kubeba kuni akapelekea mwalimu mkuu, na labda akamhesabia kima cha pesa ambacho kinaendana na zile kuni. Kwa hivyo najaribu kujiuliza jinsi ambavyo sasa yule mzazi atabeba kuni ili aweze kuziwasilisha kwenye ule mfumo wa e-Citizen, ndipo kuni hizo ziweze kubadilishwa kuwa karo zilipwe. Kwa hivyo ni suala ambalo kwa hakika linahitaji muda na kushirikisha kila mtu ambaye anahusika katika sekta nzima ya elimu, ndipo tuweze kufanikisha mfumo huu. Mfumo si mbaya, fikra si mbaya, lakini tuweze kuangalia hoja na masuala kadhaa ambayo yanagubika suala hilo lote kwa jumla. Ndio maoni yangu, nashukuru. Moses, kuna pendekezo ambalo Tuma ametoa pale kwamba watakaoweza kutumia mtandao wa e-Citizen basi watumie, na wale ambao hawana uwezo wanaweza kutafuta njia nyingine ya kuweza kufanikisha swala la ulipaji wa karo. Sijui kauli yako ni gani na msimamo wa walimu ni upi hasa kuhusiana na swala hili? Kwanza, hatujapata ujumbe kamili. Huu uamuzi ulifanywa kutatua matatizo gani? Kwa sababu ninavyoona ni kuwa unapolipa pale pesa kwa e-Citizen, kuna ada ambayo inaongezeka. Hautalipa tu ile pesa ambayo kama ni fee, tuseme kama ni 4,000 utalipa 4,000, utalipa 4,000 na pesa ingine juu. Kwa hivyo mzazi analimbikiziwa mzigo zaidi. Lakini nikirudi nyuma kidogo, hili ni jambo ambalo koti ishafanya determination kwamba uamuzi ni huu, hakukuwako na public participation. Kwa hivyo hii kitu iko unconstitutional. Nafikiria hilo ndilo lilikuwa uamuzi wa koti, lakini nimeona huyu ndugu ambaye amechukua jukumu baada ya ndugu Daktari Belio Kipsang amesema kwamba ataenda kotini kubatilisha huo uamuzi. Sijui ni vipi, lakini narudi nyuma tena. Walipokuwa wanabuni huu mtindo, walikuwa wanataka kutatua matatizo gani? Sisi hatujawahi kujua, kwa sababu ililetwa tu. Na vile nimesema, itamtwika mzazi mzigo mwingine wa kuongeza ada ya ile fee alikuwa analipa. Na unajua mzazi halipi fee mara moja. Wanalipa kulingana na uwezo wao. Kwa hivyo siku ile atalipa 1,000 ataongeza ada juu. Siku ile atalipa 2,000 mpaka siku ile kama fee ni 55,000 ama 53, anapolipa kidogo kidogo atakuwa anapata ada ingine juu. Kwa hivyo anaenda hasara. Lingine, saa zile hii pesa inapelekwa pale kwa e-Citizen, kuna mwenye hiyo system ambaye atatoa ada yake. Kwa hivyo serikali itapata hasara. Kama nimelipa shilingi 4,000 ama fee ni 53,000, mwenye hii system anachukua percentage ingine, inakuwa yake, analipwa. Kwa hivyo serikali haitapata ile shilingi 53,000, serikali inaenda hasara. Kwa hivyo mimi nashangaa ni mazingaumbwe gani serikali ilikuwa inaingilia. La tatu ni kuwa
Kuna wale wazazi vile ndugu yangu amesema hapa ambao hupeleka kuni, wengine hupeleka maharagwe, mahindi. Sijui kama wengine hupeleka omena. Sijawahi kuuliza wale wanatoka Nyanza kama wanapeleka magunia ya omena kupikwa huko. Hawa wazazi wanapopeleka hivi vitu ama vifaa, mazao ya shamba, huwa wanaambiwa sasa mtoto wako hili gunia la mahindi ni shilingi 6,000 ama ni 9,000, kwa hivyo umelipa fee kiwango fulani. Yule mtu ambaye anatumia e-Citizen, atatumia e-Citizen na mtoto wake yuko national school. Itambidi aende akalipe, akauze mahindi ama maharagwe siku ya soko, kwa sababu sio kila mtu anahitaji mahindi na maharagwe kila siku. Atalipa fee imechelewa, mtoto huenda akafukuzwa nyumbani, apoteze muda wa masomo na matatizo kama hayo. Ninarudi kwa serikali na kuwaambia hivi. Walipokuwa wanafanya huu uamuzi, walikuwa wamesahau kwamba sisi tunajua auditors wa zile pesa ambazo zinatumika shuleni, ambapo miongoni mwao ni zile fee walimu wanafunzi wamelipa, kwa sababu kuna zile pesa pia zina capitation inatoka kwa serikali. Auditors huwa wanatoka kwa serikali. Mwalimu mkuu atafuti auditor wake. Sasa kama kuna matatizo ambayo auditors walifanya report wakawapatia, ndio maana walifanya huu uamuzi. Je, ilikuwa ni report ambayo imepata matatizo ambayo hayawezi yakasuluhishwa pale shuleni? Kwa sababu tunajua huwa akipata kwamba mwalimu amefuja pesa, mwalimu hufutwa kazi ama upelekwa through disciplinary procedure. Na saa zingine hata huwa anakatwa mshahara ili iende ikalipe hiyo pesa ambayo imefujwa. Kwa hivyo vile nimesema, kuna mazingaumbwe Ministry of Education nilikuwa nafanya hapa ambayo ni ngumu kuelewa. Ngumu kuelewa. Yes. Kuna swala la mwisho hapa kabla hatujamaliza, nimebakisha dakika kabla hatujamaliza dakika takriban 5 hivi. Ningependa kusikiliza kutoka kwako Tom kuhusiana na pendekezo hili na kusemekana kwamba hisabati haifai kuwa somo la lazima hasa katika senior secondary school. Sijui kauli yako ni ipi kuhusiana na hili swala? Na tumai swala la mikondo katika mfumo wa CBC, mikondo ambayo inastahili kuchukuliwa katika sekondari ya juu, ni swala ambalo kwa hakika linahitaji muda mrefu sana. Nasema hivi kwa sababu tumekuwa na mizunguko mingi tu, si kuhusiana na hisabati kwanza. Mizunguko ilianza mwanzo wakati ambapo walipendekeza kwamba lugha ya Kiswahili isihalalishwe katika mfumo huo. Na hivyo basi waliposikia lalama, kwa sababu wapenzi wa Kiswahili kama mimi na wengine katika taifa la Kenya na wala ambao tunaelewa kwamba kikatiba lugha mbili ndizo zimerasimishwa katika taifa la Kenya, Kiswahili na Kiingereza, tusingaliweza kunyamaza, basi waliweza kufiata ndimi zao, kisha baadaye tukaona wamehalalisha tena, wamesema lugha ni lazima. Na kwa kweli kwa kuanzia hapo nitasema kwamba hakuna jinsi ambavyo mwanafunzi atakavyoweza kukokotoa hizi hisabati ambazo tunazungumzia bila lugha ya Kiingereza. Sababu kila somo ambalo linasomwa katika shule huwa linaelekezo kwa lugha. Lugha ambazo tuko nazo ni 3. Lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiswahili na lugha za kiasili. Alivyosema mmoja wa wale ambao walikuwa wanazungumza kwamba lugha za kiasili pia zinastahili kufundishwa katika shule zetu, kwa maana kwamba mwacha mila ni mtumwa. Kwa hivyo mimi nitasema kwamba somo la hisabati wale washikadau ambao wanahusika wanajikanganya, sababu tuna hii mikondo. STEM ni kitu gani? STEM yenyewe ni mkondo ambao unajisimamia kwamba kwenye STEM kuna mathematics, na huo ndio umekuwa wimbo tangu hapo. Itakuwaje uanze kudondoa mathematics kwa kwenye huo mkondo wa STEM? Basi itafika mahali fulani uanze kudondosha hiyo science, technology, engineering, wadondoshe hivyo vitivo ambavyo vinaunda huo mchakato mzima wa STEM. Kwa hivyo mimi nitasema kwamba tuweze kushikilia pahali ambapo tulikuwa wameunda ile mikondo. STEM, mathematics iko pale ndani, iendelezwe. Na tuwe na sehemu ambazo zinahusisha, kama ni michezo, kuna hiyo mikondo. Kuna yale mawasiliano ya kijamii, kuna hiyo mikondo. Taifa lolote ambalo halishabiki hesabu
ndilo funzo ambalo linaendesha masuala ya kiteknolojia katika ulimwengu mzima kwa sasa. Naam. Kwa hivyo tuchunge sana tusije wengine wakiendelea kuendeleza watoto katika mataifa mengine kwenye mfumo wa kuendeleza hesabu na teknolojia. Sisi ndipo tunaendelea kudondosha. Tayari masuala ya elimu yanabigia yako karibu kuanguka. Naam. Kwa hivyo kwa sasa nitasema kwamba hesabu kwa mtazamo wangu irudishwe, iendelezwe kufundishwa katika shule zetu na tuweze kushikilia mikono ambayo ilikuwa imetolewa. Naam. Moses Mbora, kwa dakika mbili tu kuhusiana na pendekezo hilo. Naam, asante sana. Naam. Somo la hisabati ni somo la maana, ninapendekeza, na huo ndio msimamo wa chama cha walimu cha KUPPET. Kiwe ni somo la lazima katika shule, kwa sababu ina umuhimu katika taaluma yoyote ambayo mtu atachukua katika maisha yake. Na iwapo serikali inaona kuwa kuna ugumu kufanya hivyo, basi tunaweza tukawashauri kuwa wawe na subsidiary mathematics. Mimi nilifanya ile system ya zamani ya education, ile ya 7-4-3 na kuendelea. Na wale tulipokuwa 7-4-2-3, yes. Wakati tulipokuwa form 5 na form 6, ilikuwa inaitwa A levels. Wale watu walikuwa wanafanya geography ama economics na hawakuchukua hesabu, walikuwa wanafanya kitu ambacho kilikuwa kinaitwa subsidiary mathematics. Kwa hivyo sio lazima kwamba kila mmoja wanafunzi wote Kenya wafanye hesabu ambayo ni sawa. Hata zamani kulikuwa kuna physical science na wale ambao walikuwa wanafanya pure sciences. Kwa hivyo wanaweza wakapewa mkondo mwingine wa kufanya hesabu ambayo iko tofauti na hesabu ambayo wale ambao wanaenda kufanya science and engineering wanafanya. Na hiyo inawezekana. Utatupatia nafasi ya kupeana kauli ya mwisho? Ya dakika moja tu kwa sababu muda umekimbia sana zaidi. Asante. Kauli yangu ya mwisho ni kuwa ninataka kueleza Teacher Service Commission kwamba principals kuna wale ambao wamestagnate mpaka miaka 9, deputy principal miaka 9, senior teachers miaka 9 na kuendelea. Teacher Service Commission inatakikana iwe na succession plan na iwe na professional development plan. Tunataka na tunahimiza kwamba Teacher Service Commission lazima ipunguze zile grades ambazo ziko za walimu kupandishwa vyeo, ili mwalimu asimalize miaka 30 kabla hajafika kiwango cha kuwa deputy ama principal. Tunasema pia katika hizo grades kuna zile ranks ambazo ziko katika grade moja. Wapunguze kutoka miaka 7, kwa sababu eti unaongezwa mshahara hadi miaka 7 ndio umefika mwisho wa mshahara wako. Inatakikana ifike hadi miaka 5 peke yake. Kando na hiyo tunasema kwamba promotion iende mpaka D3. Iende mpaka D3 bila kulazimisha mwalimu ambaye yuko na grade D1, D2 na D3 kuwa administrator. Tunasema career progression guideline, hiyo maneno yake tuweke kando, ifutiliwe mbali. Na tunasema Teacher Service Commission iwe kila wakati inatafuta pesa ya promotion ya walimu kulingana na vile walimu wanahitaji kuwa promoted. Mwalimu hatakikani awe amekaa katika kazi moja zaidi ya miaka 6 kabla hajakuwa promoted. Asante. Asante sana. Na hiyo promotion iwe fair promotion. Sio hii ya kucheza karata juu ya meza. Hapana. Ndio himizo la KUPPET hapa katika studio za TV47. Na asante sana Moses Mbora, katibu wa KUPPET katika tawi la Nairobi, na upande wa pili nimekuwa naye Tom Nyambeka, mtaalamu elimu na pia ni mwandishi. Shukrani za dhati kwa kufika kwenye studio za TV47. Bila shaka mtazamaji, popote pale ambapo umeendelea kutazama TV47, umesikiliza kuhusiana na changamoto ambazo zinawakumba walimu kule nje na himizo ambalo limetolewa na vyama vya kutetea maslahi ya walimu, serikali ikihimizwa pamoja na tume ya huduma za walimu nchini TSC kuweza kushirikiana na washikadau wote katika sekta ya elimu. Sina la ziada na kunja jamvi kwenye mjadala huu ambao umekuwa ni komavu na wenye kufungua macho zaidi. Mwendo wa saa 7 nitakuwa nakupasha mengi zaidi, kwa hivyo usiende mbali. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobe.